Viongozi mbalimbali wanaendelea kufika hapa nyumbani kwa marehemu William Lukuvi, aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Isimani mkoani Iringa. Hapa Area D kwa sasa amefika waziri wa nchi ofisi ya rais, kazi maalum, ambaye ni Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi. Naye amefika hapa na anazungumza anapomfahamu vizuri William Lukuvi. Lakini kumbuka kwamba kipindi rais anaingia madarakani, aliwateua Profesa Kabudi na Lukuvi kuwa washauri wake, na yeye anazungumza namna ambavyo anamfahamu. Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, ambaye mpaka Mwenyezi Mungu anampa rehema, alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Wangu mimi hakuwa mbunge mwenzangu tu, bali alikuwa ndugu, rafiki, mshauri, mjomba. Na hata juzi ambapo tunaona mara ya mwisho juzi jioni, daima lugha yetu ilikuwa mjomba. Yeye alinitangulia katika siasa kwa miaka mingi sana. Mimi nimeingia siasa miaka si mingi, lakini hata kabla ya kuingia kwenye siasa nilikuwa nakuja mara nyingi sana bungeni kutoa mihadhara, kushiriki katika makongamano, na mara zote alikuwa ni mtu wa msaada mkubwa sana kwangu. Mheshimiwa Lukuvi amekuwa ni hazina kubwa katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio tu kwa sababu yeye amekuwa ndio mbunge ambaye amekaa katika bunge letu kwa muda mrefu, na ndio alikuwa mbaki mbunge pekee ambaye aliingia katika bunge mwaka 1995 wakati mfumo wa vyama vingi vilipoanza, lakini ni mtu ambaye Mungu alimjalia kuwasaidia wabunge wote wapya maelekezo, uzoefu. Hakuwa na hiana au kumnyima mtu faida ya uzoefu aliokuwa nao. Alikuwa ni mtu makini kabisa, aliyepanga utaratibu, mtu aliyetambua kipaji cha kila mbunge na mahali gani kinahitajika. Alikuwa akiunganisha sisi wote, na mara nyingi sana ukimkuta katika hali ya kazi ni mtu ambaye hana masihara, lakini ukimkuta nje ya kazi ni mtu mcheshi kabisa. Na mimi nilipoingia katika bunge nikiwa mbunge wa kuteuliwa, miongoni mwa walimu wangu wakubwa kabisa walionipokea na kunisaidia kuelewa siasa na bunge alikuwa ni William Vangimembe Lukuvi. Na baadaye nilipoteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria, baadaye waziri wa mambo ya nje, tena waziri wa katiba na sheria, baadaye mshauri wa rais, tena kwa waziri wa katiba na sheria, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, tena waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na baadaye sasa kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais, kazi maalum. Daima Lukuvi hakukosa kunipa ushauri wa jinsi ya kuenenda mambo ili kuhakikisha shughuli za serikali zinakwenda vizuri. Na amefanya hivyo sio kwangu tu, kwa watu wengine. Lakini jingine ambalo niliseme leo, Lukuvi Mungu alimjalia moyo wa kupenda watu wengine pia waishi maisha mazuri. Hakukosa kutushauri kuhusu njia za kiuchumi za kupata mapato halali. Mimi mara baada ya kuingia bungeni, kitu ambacho Lukuvi alinishika ndio alinisaidia mimi kujua kununua hati fungani, hizo treasury bills. Lakini pia kukupa njia, anasema kuna njia halali kabisa ya wewe kuweza kupata fedha katika uwekezaji. Na hayo hakuyafanya kwangu mimi tu, aliyafanya kwa wabunge wengi, kutufundisha jinsi ya kupata mapato halali na kuishi. Na nyinyi wenyewe mnaweza mkaona hata hapa tulipo. Lakini tatu, Lukuvi alikuwa ni mtu aliyeheshimu sana watu sana, walio wadogo, walio umri wa kati na walio umri mkubwa. Na mara nyingi ungemuona katika makundi yote hayo matatu alijua jinsi ya kuenenda nayo, na amekuwa ni mtu wa msaada mkubwa sana. Na hakika kwa sisi ambao tumefanya naye kazi, msiba huu ni msiba mzito sana. Msiba mzito kwa sababu daima tulikuwa na mtu ambaye kwetu alikuwa ni kama kamusi au alikuwa ni kama encyclopedia. Kama kuna jambo ukienda kumuuliza unajua utapata ushauri. Sasa kamusi hiyo
ya shughuli za serikali na shughuli za bunge ndio hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameona aichukue. Amefanya kazi yake kwa moyo wake wote, kwa uzalendo wake wote, kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote mpaka dakika ya mwisho. Na hakika wenzangu wamewaambia kwamba hata jana alikuwa katika vikao vya kamati za bunge. Lililosalia kwetu sisi sasa, kwanza ni sote kupeana pole wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu na sisi wote na wananchi wote, lakini zaidi pole nyingi kwa wananchi wa jimbo la Isimani ambaye amekuwa mbunge wao toka mwaka 95, lakini kwa familia yake. Na sisi wa Tanzania tuyachukue yale yote ambayo Lukuvi ameturithisha. Moja, kufanya kazi bila kuchoka, kufanya kazi kwa nidhamu, kufanya kazi kama timu, kuipenda nchi yetu kwa moyo wetu wote na kujitoa bila kujibakiza ili taifa la Tanzania lisonge mbele. Kwa heri rafiki yetu, kwa heri ndugu yangu, kwa heri mjomba, lakini hakika kazi umeifanya, imani umeilinda, mwendo umeumaliza. Mungu akupokee katika amani yake. Asanteni sana.